tukio kwa timu inaleta picha nzuri kipande mwingine, lakini ukiangalia ni kama zile hasira. Kwa mfano kama ukiangalia kitu alichofanya Kamara, mimi Kamara alichofanya mimi binafsi sikupendezewa kama Ngoma alimwambia tu, alimpiza bwana usifanye hivi, unakuwa unakosea, lakini yeye baada ya kuweza kuwa sana mwenzake yeye akashauti, wakaanza tena kushikana kupigana. Hasa yale makosa makubwa ambao kafanya Kamara, umeona. Lakini pia upande mwingine wachezaji watakao wajiangalie vitu vidogo kama vile basi ya kutaka mbao kugombana, umeona, kushikana. Wengine binafsi wa timu nyingine wakiona vile wanaona kama ni utovu wa nidhamu kwenye klabu. Mchezo wa jana ulikuwa ni mzuri, lakini mapungufu yalikuwa yapo madogo. Kwa mfano kama ukiangalia kwa refa alikuwa na mapungufu yake. Kuna baadhi ya faulu alikuwa zinaonekana za wazi kabisa kwa lazima atoe kadi, lakini hakuweza kutoa kadi, alikuwa anazipitisha, ambazo hizo faulu zilikuwa faulu za wachezaji wa Simba. Na kuna baadhi ya faulu wachezaji wa Alsibekane walikuwa wanazifanya, yeye alikuwa anaziweka katikati, lakini kwa zikiwa za Simba yeye alikuwa anazipitisha juu kwa juu. Kwa hiyo mapungufu refa alikuwa nao ni mengi makubwa. Kwa mfano ukiangalia ile ya Kagoma ile, ukiangalia ile ya Kagoma, yani Kagoma aliupiga mpira, lakini yeye alifunika, aliweka kati na akatoa kadi nyekundu. Wakati ile ya Kagoma kuna mchezaji wa Alsibekane Kamara naye alimchezea Mutale, alimkata kama ile, lakini akafunika, akatoa kadi nyekundu na njano. Kwa mapungufu yalikuwa ni mengi kwa upande wa refa. Mimi bwana, kwa uono wangu timu kidogo sasa ibadilika. Timu sasa ni nzuri. Timu ni nzuri kwa sababu hata mimi mwenyewe sikutegemea kama tutacheza vile. Mimi nilijua tutakula mkono, tutakula 5, ambao ni mkono tutakula 3 au 4, kwa sababu hao jamaa ukiangalia mchezo wa away uliopita kule kwao walishinda vizuri kiasi kwamba hata sisi wakatutia woga, lakini mnyama jana alifanya vitu ambavyo kidogo angalau mashabiki tulijisikia vizuri, hata kama tumekosa ubingwa, lakini kidogo angalau wameonyesha mpira mzuri kiujumla. Mimi ninachoona kitu cha kufanyika kitu labda inapofika wakati wa finali au nusu finali, hizi za kawaida hizi katika shirikisho au klabu bingwa, hizi kuanzia chini huko tuachana, lakini kishafika finali viongozi kama ni wa Simba au kama ni wa Yanga wajaribu kutoka kwenda hata kwenye uongozi wa juu wa kufanya kama kafu, waendelee kuwa sawa, afu washauriane, bwana tunafanya hivi, kwa sababu sisi tuko chini, wale wana mamlaka, wana kila kitu. Sisi tunapangiwa tu, bwana mnafanya hivi. Viongozi kule kwenda wala waende. Kwa mfano ukiangalia wana Simba tulijua dabi itafanyika kwa Mkapa, lakini baadaye dabi ikapelekwa Zanzibar. Cha kushangaa sasa dabi wa Simba wacheza away, wale jamaa wacheza away, wale jamaa walitangaza kwa dabi ni Zanzibar. Kwa hiyo ina maana yani ukiangalia yani viongozi wale kwa juu wao ndo wanashika makali ya timu zao, lakini si viongozi wa chini. Kwa mfano kama timu za chini hizi wanakuwa hawezi kuperform au kwenda juu kwenda kujitetea, kwa sababu unakwenda kwenda kujitetea kule wanashindwa. Kwa kipengele cha makapteni wetu kuto kumfuata refa, mapungufu yameonekana kwamba makapteni wetu wengi hawajui lugha. Ili pia ndio linakuja kuwa tatizo, kwa sababu kwa wenzetu tunaona wanavyoenda kumzongazonga, wanamzongazonga refa, refa anashawishika kwenda kufanyaje, kuangalia VAR. Lakini sasa mtu kama hujui lugha utamwambia nini refa? Huna cha kumwambia. Ila kimsingi jana Simba amecheza vizuri, bahati haikuwa upande wao, na makosa tulifanya sisi tulivyoenda kwao tukaruhusu goli 2, ndio maana tumekosa kombe. Lakini tunaendelea kujipanga, Mungu akitupa uzima mwakani tutalileta kombe letu.